Kuna taarifa kutoka kwa Christina Mwagala ambaye ni afisa habari wa vijana wa Tabora United. Anasemaje? Sikilize hapa bwana, kuna taarifa ambayo ilizagaa. Sasa yeye anajaribu kutolea ufafanuzi. Na wasalimu kwa jina la Tabora United, na watu tuseme nyuki hakumbatiwi wala hapigi busu. Nipende kutoa ufafanuzi kuhusiana na video ambayo imekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha Mheshimiwa Mstahiki Meya wa Manispaa ya Tabora Ramadhani Kapela akizungumza na waheshimiwa madiwani, na katika mazungumzo yake alinukuliwa akisema kwamba Manispaa ya Tabora haiwezi kumiliki timu ya mpira wa miguu. Kauli hii imeibua sintofahamu na hivyo watu wengi kudhani kwamba Manispaa ya Tabora imesema haitaki timu ya Tabora United au mkoa wa Tabora hauitaki timu ya Tabora United. Hivyo napenda kutoa ufafanuzi kwamba alichokuwa nakizungumza Mheshimiwa Kapela ni kwamba Manispaa ya Tabora kama manispaa haiwezi kumiliki timu ya mpira wa miguu kutokana na sababu ambazo alizizungumza, lakini sio kwamba Manispaa ya Tabora haitaki timu ya Tabora United, hapana, ama mkoa wa Tabora hauitaki timu ya Tabora United, hapana. Kwa alichokuwa anamaanisha yeye ni kwamba manispaa kama manispaa, nafikiri kuna baadhi ya halmashauri zimekuwa zikimiliki timu ya mpira wa miguu. Mathalan tunazungumzia Manispaa ya Kinondoni, wao wanamiliki timu ya KMC. Ukienda katika jiji la Mwanza wanamiliki timu ya Pamba Jiji. Ukienda katika jiji la Mbeya wao wanamiliki timu ya Mbeya City. Kwa hiyo alichokuwa anamaanisha ni hicho, lakini sio kwamba hawaitaki timu ya Tabora katika Manispaa ya Tabora, hapana. Alichokuwa anazungumza ni hicho. Kwa hiyo naomba watu wale ambao mlikuwa mmepata mshtuko kidogo kwamba tuseme tu kwamba watu hawakumuelewa vizuri Mheshimiwa Mstahiki Meya, na huo ndio ufafanuzi ambao nilihitaji niwaeleweshe Watanzania, wadau wa mpira wa miguu na Watanzania wote ambao wanaipenda na kuitakia mema timu yetu ya Tabora United. Asanteni sana. Bwana, ufafanuzi umenyoka. Sile kinachoendelea. Unajua Tabora United ndio ilikuwa Kitayosa. Ndio ilikuwa Kitayosa. Ilipanda daraja ndio ikaitwa Tabora United. Kwa sababu ilikuwa inatokea mkoani Tabora. Sio? Lakini sio timu ya manispaa. Haijaanzishwa na manispaa bana. Sio kama vile hizo timu zingine unazoona zimeanzishwa na manispaa. Ambazo wamestolea. Kwani hata Pamba ni timu ya manispaa? Yaani haikuanzishwa na manispaa. Ile ilikuwa inaitwa Kitayosa. Panda daraja kwa sababu inatokea Tabora, manispaa wakaamua kuichukua. Basi wakaibadili jina kuitwa Tabora United na mengine yanaendelea. Ya kwamba sijui manispaa sasa haitaki timu si nini, mimi sijui kwa kweli. Na siwezi kusumbua sana akili yangu kutaka kuyaelewa. Na unawaelewa waliokuja kuipa jina la Tabora United. Na sasa kwa sababu kama timu inachukuliwa na manispaa, kwa nini baki na jina lingine wakati inaweza kabeba jina la mkoa? Umepata point hapo? Okay. Yeah. Bwana, hebu tusikilize jogging hapa wana nini, alafu tuondoke twende kimataifa. Muda unakimbia. Twende tukaangalia bingwa wa Serie A atakuwa nani.